FAR Rabat na kuchukua alama 3 na magoli ya kutosha, ili safari yetu ya klabu bingwa kuitafuta robo finali ianze kuwa njema zaidi. Mimi sina wasiwasi kabisa, yani kabisa. Labda kitu kimoja tu tutakachokuja kuzungumza hapa ni namna gani ushiriki wa wanachama, wadau na wapenzi wa klabu ya Yanga waweze kushiriki ipasavyo kuhakikisha mchezo huu tunauendea kwa nguvu kubwa. Yani kama sisi tumeenda Zanzibar, Zanzibar is home. Wanasema wazungu home is home. Kwa hiyo tumerejea nyumbani na Wazanzibari wanatupokea na tunahakikisha tunafanya vyema zaidi. Yani kwa kishindo kinene. Mnazihitaji alama 3 dhidi ya FAR Rabat kweli? Yani maana wamedhamiria wale wajomba. Unajua kila mtu anakuwa na dhamira, lakini kitu kinachokuja mimi nataka niseme. Unajua chuma pekee ambacho wakipati kutu kihistoria na wataalamu na watu wa sayansi wanatueleza, chuma kilichoanzishwa kilichobuniwa na Mjerumani hakijaipata kutu. Basi hii Yanga ndio ifananisha na chuma cha Mjerumani. Mimi nawaambieni, hii Yanga ifananisha na chuma cha Mjerumani. Haiwezi kuathiriwa hata kidogo. Tunaenda kupambana kwenye kundi la wanaume na sisi tunataka tuambie, katika wanaume sisi ndo wanaume. Katika wanaume sisi ndo wanaume. Kwa hiyo tunaenda kupambana vita iliyoshiba, vita yenye uhakika, yenye wanaume kweli kweli. Lakini mimi natakiwa nionyeshe uhalisia. Umemwona msemaji wetu, msemaji wa mwenyekiti wa wasemaji barani Afrika, Ali Shabani Kamwe, mwenye makombe mengi, mwenye medali ya kafu, umenielewa? Mwenye tuzo pia ya kuwa mwenye msemaji bora, umenielewa? Msemaji bora amezungumza. Wakati huu sio wa maneno, ni wakati wa kwenda kuonyesha vitendo. Ni wakati wa kwenda kuonyesha vitendo. Kila mmoja mwana Yanga seme, nisipomfunga AS FAR Rabat niulizwe mimi. Kila mwana Yanga pepote alipo, kila mwana Yanga alipo azungumze lugha hii. Nisipomfunga FAR Rabat, AS FAR Rabat nisipomfunga niulizwe mimi. Kwa maana kila mwana Yanga lazima ataparticipate ipasavyo, mchango wake uonekana katika mchezo huu. Hatuwezi kwenda kwenye mchezo mkubwa ambao dunia inaenda kushuhudia, Afrika inaenda kushuhudia, halafu sisi vidume tuliotosheka kwenye mpira, wenye wachezaji ambao hata Man City angekuja leo angeomba halafu AS FAR Rabat atufunge. Is never. Hiyo ni ndoto na ni matusi. Kwa hiyo kila mwana Yanga pepote alipo azungumze kauli hii. Nisipomfunga AS FAR Rabat niulizwe. Kwa mimi Uchebe Yanga nasema AS FAR Rabat asipofungwa na Yanga niulizwe mimi. Si umenielewa? Hii ni kauli ya kishujaa sana. Kauli yenye uzito. Umenielewa? Hata mchezaji anacheza mle uwanjani ajisemee nafsi yake, AS FAR Rabat isipofungwa niulizwe mimi. Kwa Dickson Job ataulizwa, umenielewa? Diara ataulizwa, wakina Prince Dube ataulizwa kwa nini hajafungwa AS FAR Rabat. Bwana, mimi nataka tujadili na wewe jambo moja hapa. Young Africans inakabiliwa na majeruhi wengi na ni kwa muda mrefu kweli kweli. Tulianza na Atola Kwasi yao majeruhi, lakini pia vile vile inaonekana kama ameanza moja kwa moja, lakini bado hajapata ile stahiki ambayo anastahili. Lakini pia vile vile namba 2 nyingine ni Clement Mzize ndani ya Young Africans. Shida ni nini? Tunaweza kwenda kweli kuchukua alama 3 pasipo kikosi kamili cha Young Africans? Mimi nataka niwakumbushe jambo moja. Inawezekana watu wanaweza kaingia ubaridi wakatuangusha kwa kutumia majeruhi tulionao. Umenielewa? Wanasema kidole kimoja kivunji chao. Umenielewa? Sisi wote tuliobaki tunaweza kupambania klabu yetu au logo yetu ya Yanga na ikafanya vizuri. Leo hii tunazungumza Clement Mzize ni majeruhi. Umenielewa? Mwingine nani tunazungumza? Atola yao Kwasi kutoka msimu uliopita ni majeruhi. Hatuwezi kumweka kwenye list. Japo sasa hivi nimepata taarifa kwamba amesharejea, amesharecover, mwezekana Disemba au Januari akawa moja ya kikosi. Maana talazimika baadhi ya vitu tuvifanyie marekebisho. Inawezekana kuna mchezaji mmoja hapo akapisha ili yao Atola Kwasi akarejea kwenye kikosi. Lakini sasa tuzungumze namna mchango wa Clement Mzize ambao ulikuwepo ndani ya klabu ya Yanga. Mpaka leo tunavyozungumza Clement Mzize ndio pekee ambaye amepeperusha bendera ya Tanzania kuonekana
ni moja goli ambalo linang'ang'aniwa kupigiwa debe kuonekana goli bora la msimu wa CAF 2024-25. Uongo kweli? Kwa hiyo tunaenda kuangalia athari yake inaweza katokea kitu gani. Mimi ninachoamini exactly kwamba Clement Mzize yuko majeruhi na tumeshaona takriban wiki 8 atakuwepo nje ya mchezo ambayo Yanga itacheza au itakuwepo, hayupo kwenye ratiba za klabu ya Yanga. Sasa lakini kukosekana kwake, tunao pale mashine, kwa mashine iko pale, sijui unaifahamu? Nani? Prince Dube. Yeye mwenyewe mashine. Umenielewa? Inaenda kufanya miujiza pale. Lakini pia bado tunaye nani? Andy Boeri. Andy football for goal. Umeona majuzi kati pale imeweka mashine pale goli 2. Safi zilizokuwa na mshangao. Na penalty juu. Haya, baba. Wewe kama unaona penalty ni rahisi kupiga, pewa na wewe upige. Mbona kuna mtu amebeba msimu uliopita amekuwa nani? Mfungaji bora kupitia penalty. Si umetoa mfungaji bora kupitia penalty. Mnachoshangaa nini kwa Andy Boeri? Kila mtu atafute magoli kwa uwezo wake, tulikubali. Kama msimu uliopita tumetoa mfungaji bora kupitia penalty, wacha na Andy Boeri safari hii achukue ufungaji bora au achukue kiatu kwa kupitia nini? Upigaji bora wa penalty. Umeelewa? Penalty kama ile ya kiwango. Nimeiona ile penalty ameipiga Andy Boeri. Amekuja kuirudia Fiston Kalamaele. Juzi, juzi. Kufuzu kwenda kombe la dunia. Uongo kweli? Fiston Kalamaele mwenyewe ameangalia Andy Boeri alipigaje penalty na yeye ameenda kupiga vile vile. Kwa mimi ninachoamini Andy Boeri yupo. Fiston Kalamaele anaiga? Ameiga kwa Andy Boeri kupiga penalty. Fiston Kalamaele amekaa Yanga, ulikuwa mnamwona anapiga penalty? Na kuuliza ulikuwa unamwona? Fiston Kalamaele ameenda Pyramid. Umemwona kule anapiga penalty? Lakini juzi baada ya kuchukua mifumo kwa watu wa nani? Kwa Andy Boeri. Na yeye Yes. Fiston Kalamaele kupiga penalty ameiga kwa Andy Boeri. Na ndio maana juzi tumeona amepiga penalty safi na amefunga, au mimi nadanganya? Max Zengela anaonekana anapiga dua kwamba ndugu yangu sije kaniangusha, sijai kuona. Leo unafanyaje? Kafunga goli safi ya penalty. Just viwango vya juu. Kwa yes. Unataka kuseme? Endelea. Kwa hiyo mimi nataka niwaambie Andy Boeri tunaye na tutatamba naye na klabu bingwa atafanya makubwa. Prince Dube Mpumelelo tunaye na tunatamba naye na anaenda kufanya makubwa. Prince Dube Mpumelelo wa kusuasua kwenye ligi, kwenye klabu bingwa mtashangaa. Mtamuita kila jina la Ulaya. Mtamuita kila majina ya wachezaji wakubwa ambao umeshawaona wewe kwenye football. Prince Dube Mpumelelo akiwepo pale Zanzibar. Bwana, tuzungumze mimi na wewe kitu ambacho kinachoonekana sana kutrend kwenye mitandao ya kijamii. Ilianzia kwa msimu wa mwaka jana, msimu wa mwaka huu ndani ya dirisha kubwa la usajili alihitajika Clement Mzize na baadhi ya vilabu vikubwa. Matokeo yake yanajulikana walichokifanya, lakini yuko benchi ndani ya Young Africans kwa sasa na ni majeruhi akiendelea kuuguza. Faisal Salum Abdallah Fei, Toto Zanzibar Finance. Nimempa heshima yake, kwanza nimetaja majina 4. Anahusishwa na kwenda Al Ahli Tripoli ya nchini Libya na kwa dau nono. Ni wakati sahihi wa mchezaji ama muda sahihi wa Clement Mzize ulikuwa bado haujafika. Maana kama dili litafanikiwa, huenda Clement Mzize akajutia hili ambalo limetokea. Cha kwanza lazima tukubaliane. Unajua msizungumze tu thamani ya wachezaji wa Tanzania kupanda dau. Umenielewa? Inatakiwa muangalie mtu ambaye anasababisha wachezaji wa Kitanzania waonekane kwenye value kubwa. Leo tunavyozungumza value za wachezaji, vilabu vinaheshimu wachezaji wetu kutoka Tanzania kwa sababu ya Engineer Hersi. Amefight, amepambana kuhakikisha uso wa mpira wa Tanzania uwepo mbele. Wote mnakiri kama ambaye hujui kukiri kwamba Engineer Hersi ndo the role model kwenye football yetu ya Tanzania, utakuwa ni mtu wa ajabu na wa kushangaza. Inawezekana umeanza jana, leo unazungumzia masuala ya football. Leo tunakwambia wakati tunamtengeneza nani, achana na Clement Mzize, tunamtengeneza Faisal Salum. Yanga amemtengeneza Fei. Nani amemtengeneza? Azam amemchukua Faisal kutoka wapi? Leo hii Simba mwenyewe ameanza kulialia, namtaka Faisal, namtaka Faisal. Anaandika hadi barua kwa waziri mkuu. Tuko katika wakati mgumu, tunaomba msaada kupatiwa Faisal Salum
Kwa sababu gani? Simba ameandika barua, kwani uongo? Kwani tunakataa hapa? Umenielewa? Mimi ndo nawapa. Waziri mkuu anatoka anasema samahani, Faisal Salum pia Azam imeenda kwenye michuano ya nini? Ya kimataifa. Nini cha kufanya? Naenda kuongea na waziri wa fedha. Tukuangalia namna kusaidia. Sio akapewa huyu nani? So sasa nyinyi mlikuwa mjui. Umenielewa? Kwa leo tunavyozungumza, kama tunazungumza AI ya football Tanzania, tunamzungumza Engineer Hersi. Umenielewa? Ndio mtu ambaye amefanya wachezaji waonekane wana value, wamefanya wachezaji wapende mpira. Umenielewa? Wachezaji wajitume uwanjani kwa sababu anawatafutia hata masoko ya kwenda kucheza nje. Leo hii Tanzania tulikuwa tumejigubika kwenye kipengele cha kwamba mchezaji akihitajika milioni 2, milioni 3 kwa wenzetu, wacheni tumpeleke. Lakini leo tunazungumza bilioni. Mtu wa kwanza kukataa bilioni 4 ni Yanga. Kwa Clement Mzize tunaambia no. Bilioni 4 ni hela za bonus kwa wachezaji wetu. Nyinyi mnaamini hizo hela zilifika? Zilifika vizuri. Umenielewa? Watu tumemgomea bilioni. Leo wanakuja kwa Faisal Salum. Wanatamka sasa tunakuja na ofa ya bilioni 10. Pamoja na mshahara kila kitu. Wewe tulia, achana na mambo hayo. Bilioni ngapi? 10. Bilioni 10. Tunaweza tukamwambia tukamshauri mtoto wetu Faisal Salum, tulia, ifikishe Azam hata nusu finali. Bilioni 10 naongezeka. Wewe vipi bwana? Azam kwani bilioni 10 kwake ni hela? Nakuuliza wewe, Azam bilioni 10 kwake ni hela? Nakuuliza wewe, bilioni 10 Azam ni kwake ni hela? Amefadhili kiasi gani kwenye ligi kuu? Haki ya matangazo. Zaidi ya bilioni ngapi? Umenielewa? Zaidi ya bilioni 30. Sababu bilioni 10 unamzungumziaje Festoto?